Mtakatifu 15. Yohana Mtakatifu 15. Hebu soma brother. Soma. Hapo mwanzo tu. Nenie mũthabibũ ũrĩa wa ma nake awa nĩwe mũrĩmĩri. Rũhonge o ruothe rwĩ thĩinĩ wakwa rũtaciaraga nĩarũcehaga akarweheria. Na rũrĩa ruothe rũciaraga nĩ gũtheria arũtheragia nĩguo rũciare mũno. Amen. Ndio tu. Inyuĩ mũrĩ atheru ona rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa ndanamũhe, ikaragai thĩinĩ wakwa na niĩ njikarage thĩinĩ wanyu. O ta ũrĩa rũhonge rũtangĩhota gũciara maciaro rwĩ rwiki rũtegũikara thĩinĩ wa mũthabibũ-rĩ, noguo ona inyuĩ mũtingĩhota mũtegũikara thĩinĩ wakwa. Nĩ niĩ mũthabibũ, nĩ inyuĩ honge, ũrĩa ũikaire thĩinĩ wakwa na niĩ ngaikara thĩinĩ wake, ũcio nĩ aciaraga maciaro maingĩ. Amu-rĩ, mũtarĩ hamwe na niĩ mũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka. Mũndũ aga gũikara thĩinĩ wakwa nĩ gũteo ateagwo ta rũhonge, akoma, honge icio igakĩũnganio igaikio mwaki-inĩ ikahĩa. Mwaikara thĩinĩ wakwa, nacio ciugo ciakwa ciaikara thĩinĩ wanyu-rĩ, oyagai ũndũ o ũrĩa mũkwenda na nĩ mũgekwo ũguo. Ũndũ ũngĩgocithia awa no atĩrĩ, no mũciarage maciaro maingĩ na nĩguo mũngĩtuĩka arutwo akwa. Amen. Soma kwa Kiswahili brother. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu hukusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maneno mema na mazuri na matakatifu ambayo Yesu Kristo ananena adhuhuri ya leo. Bwana asifiwe. Akasema mimi ndimi mzabibu wa kweli. Bwana pewe sifa. True vine. Hallelujah. Na Baba yangu ndiye mkulima. Bwana asifiwe. Nikupendeza lapendeza mno wakati tunasoma neno hili, kwa sababu yeye ndiye mzabibu. Bwana asifiwe. Wa kweli. Hallelujah. Na Baba yangu ndiye mkulima. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ikiwa sisi kama vile Ismaeli mzabibu, kumbukeni sisi ni matawi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na ndipo sana anatuambia yeye Baba ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa, na kila tawi lizalo kulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa. Wacheni niwaambie jambo dada na ndugu. Naposoma neno hili, sio masikitiko na sio furaha zaidi, lakini tafurahi mbele ya Yesu Kristo, kwa sababu kunatakiwa mazao ndani yetu. Bwana asifiwe.
Watu wengi hufikiria mazao ni pastor anazaa mazao. Bwana asifiwe. Hata wewe pia vile vile unatakikana kuwa na mazao. Sema mazao ya kwako nyumbani. Bwana asifiwe. Mazao. Haleluya. Sio kutupa unatupa, ni kukusanya unakusanya naye Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Neno hili linaweza kuwa very tricky kwako kwa sababu sisi ni wakusanyaji pamoja na Yesu Kristo, sio wa kutapanya. Bwana asifiwe. Ndiposa yeye anasema yeye ndiyo mzabibu wa kweli na Baba ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Bwana asifiwe. Waweza kuwa tuko hapa leo hii, lakini kumbe uwe ni tawi ambalo liliondolewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kila tawi ndani yake lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana asifiwe. The more unazidi kujiosha, the more unazidi kutubu, kuungama, kuepuka na mambo yasiyofaa, hilo ni tawi lizalo matunda. Bwana asifiwe. Na hilo ndilo lile tawi analitaka. Hilo haondoi. Bwana asifiwe. Lile lisilokuwa na mazao analiondoa. Vivyo hivyo hata ukiangalia miti leo hii, wakati unaingia pale katika shamba lako unapata kwamba kuna mandizi au gomba la ndizi ambalo lamea pale hivi. Tuseme kwa mfano kama haya tunaona hapa hivi. Mwenye hapo kuingia pale shambani, akikuta matawi ni mengi zaidi, si anakata yale ambao hayafai. Bwana asifiwe. Haulizi ruhusa mtu awaye yote, shamba ni lake. Ukienda katika majani chai, hata ukienda huko Limuru kwanza hapa, kuna wakati ukienda kuna msimu unakuta yote wamekata. Bwana asifiwe. Ndiposa yachibuke majani mengine mapya. Bwana asifiwe. Yale kuukuu yanaanza kuondolewa, ndiposa yaanze kuchibuka mengine mapya. Bwana asifiwe. Mti unapozidi kukua, yale matawi mazee, kuna miti ushele au kukutika yale majani peke yao. Bwana asifiwe. Majani yale ambayo yamekuwa ni mazee zaidi, yameanza kupinduka rangi kuwa kama yellow, huanza kukukutika na kuanguka chini. Bwana asifiwe. Inajiriniu. Bwana asifiwe. Vivyo navyo Yesu Kristo, kama wewe ni tawi ambalo halizai, yeye huliondoa. Bwana asifiwe. Na ni kilio, kwa sababu unapoona mtu ati kuna wakati utafika uende mbinguni akwambie sikujui. Bwana asifiwe. Sikujui. Hata sikujua. Wewe jaribu kumwambia nilikuwa naomba kwa jina lako, nilikuwa nafukuza mapepo kwa jina lako, akwambie sikujui. Manake huko ana mazao. Asubuhi ya leo tumeambiwa jambo eti kuna mtu aliaga na mtu mmoja akaona maono hapa. Huyo mtu akamtokea wakati wa usiku katika ndoto na kumwambia niombee. Bwana asifiwe. Hiyo neno tulikuwa kwa nafasi asubuhi ya leo ilinifurahisha mno, kwa sababu yule mtu alisema niombee angalau kwa lisali moja, nirudi nitubu. Bwana asifiwe. Nirudi nitubu just for an hour, lisali moja tu, nirudi hapa duniani nitubu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa kule ameenda ni kule ambako hujui mahala hiyo roho yake vile inaugua. Bwana asifiwe. Manake yule hakuwa ni mtu aliyemtokezea, yule mtu aliona hayo maono. Bwana asifiwe. Kwa hivyo roho ya huyo mtu haijatulia. Aliona kweli kuna jambo alitenda, hakuwa na mazao. Bwana asifiwe. Na hivi sasa atakuwa na mazao, roho yake iwe ya kutulia. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nimenyamaza nikaangalia hilo neno, niliangalia kono. Kweli kuna mtu mwingine pia vile vile. Ni miaka imepita. Yeye naye aliona amekalia kijiwe kikubwa zaidi, lakini cha chuma. Kikawa kinaviringishwa na inateremka. Akaenda mpaka chini wa chini. Kule chini wa chini alikuta ati ni moto mkubwa sana umewaka. Lakini ule wimbo alisikia ukiimbwa ulikuwa unasema I wish I knew. Bwana asifiwe. I wish I knew. Na wanamulilia na yeye anateremshwa.
kwenda kule akaona moto umewaka kama ile tanuru, ile furnace imewaka moto mkali zaidi, labda kama ile ndio utakutupa ndani wakachomeke huko ndani. Bwana asifiwe. Lakini wimbo ulikuwa I wish I knew, I wish I knew. Na ni watu wengi aliwaona kule wanamulilia yeye, akasema nirudisheni mimi juu. Bwana asifiwe. Lakini alisema yeye yule aliona anabingirisha ile jiwe, akasema aliliona likiwa pale, mimi nacheka, akionyeshwa vile kule chini huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Akaona tena ameletwa mpaka juu, akasema huko mimi sitaki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unaondolewa na Bwana kutoka katika hili tawi la mzabibu, kwa sababu hauzai, hauna mazao, wewe ni dead wood. Bwana asifiwe. Wewe ni mti uliyekufa, wewe ni tawi ambalo limekufa, halina mazao. Ili hali Bwana, tukimagine wewe ni branch, wewe ni tawi, mimi ni tawi, sisi wote ni tawi, ni matawi. Bwana asifiwe. Na tuko kwa mzabibu, na kila mmoja wetu anatakiwa mazao, angalau siku moja, angalau one day ulete mtu katika wokovu. Uhai ule uwe wa kuokolewa, si kusema wachana na yeye, acha ende zake, mpotevu huyo, mimi mwenda kanisani, mimi ni mtu safi sana. Hakuna msafi hata mmoja. Bwana asifiwe. Na hakuna mtakatifu hata mmoja. La, Biblia inaniambia la hasha, not even one. Aliye mtakatifu ni Mungu Baba. Bwana asifiwe. Lakini unapoona ya kwamba ndugu dada unaokoa, si kwa ukali, si kulishana umahiri wako, Bwana asifiwe, haina haja ile. Haja umemzalia Bwana nini leo hii? Bwana asifiwe. Unapoona mtu ameingia mashakani, mtu ameingia katika masikitiko, mtu anaingia katika shida, wewe mwenyewe ni kicheko. Si nilimwambia? Sasa muangalie, jaribu tena na tena, kwa sababu maandiko mimi niambia jambo moja. Ikiwa ndugu yako mmoja amekukosea, zungumza naye kwa upole, kwa karibu. Na ikiwa huyo ndugu amekushinda, tafuta na mtu wa pili awe shahidi. Sasa muwe wewe na mtu mwingine na yeye watatu. Bwana asifiwe. Na ikiwa ni hivyo hivyo amewashinda, pelekeni huyo mbele ya kanisa au kwa wazee wa kanisa. Bwana asifiwe. Na huyo mtu sasa akitoka pale kanisani na amesema hataki, mwachie shetani. Bwana asifiwe. Mwachie nani? Shetani. Amekushinda, ameshinda shahidi wa pili na watatu, sasa ameshinda na kanisa, mwachie nini? Shetani. In other words, mwachie ulimwengu sasa. Amen. Bwana asifiwe. Lakini yaniambia hivi tena, ninyi ambao ni sisi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Bwana asifiwe. Wakati umeambia mtu huyu au yule mwingine Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha na moyo wako, na Mungu Baba aweza kukutendea vivyo hivyo amenitendea. Bwana asifiwe. Yule mtu akageuka na akaacha njia zake mbaya na akamfuata Mungu, na kabisa akaona kweli vile ulivyomwambia kuna matunda. Bwana asifiwe. Hakika umetenda jambo mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Mtu huyo amekwisha kusafika. Bwana asifiwe. Kwa sababu amekubali. Bwana asifiwe. Watu wangu kupotea kwa nini? Maandiko akauliza. Watu wangu kupotea kwa ajili ya kukosa ufahamu. Bwana asifiwe. Wanapotea kwa ajili ya kukosa ufahamu. Hawana mtu wa kuwafahamisha. Lakini watu wangu wakipata ufahamu na wanirudie, mimi nitakuwa Mungu wao na watakuwa watoto wangu. Bwana asifiwe. Nami nitawabariki na nitaponya nchi yao. Bwana asifiwe kanisa.
Haleluya. Vivyo ndivyo ilivyo. Haleluya. Kwa hivyo tuangalie neno, si hili tu, tuchanganye na neno lingine hivyo, kwa sababu wakati wengine mtu huyu hakupata wa kumpa neno. Wanasifiwa. Watu wengi wamejaa na challenges na changamoto nyingi sana. Niliona fulani alikuwa ameokoka, sasa huyo fulani yuko kwa pombe, huyo fulani ni mwizi. Wewe unavunja yule mtu moyo. Wanasifiwe. Kwa sababu ulikuwa umeokoka, lakini ukaacha njia za wokovu, ukaingia katika hali ya uhalifu. Wanasifiwe. Lakini Mungu sio amekuita, anataka mazao kutoka mwanzo mpaka mwisho. Amen. Kwa sababu pia naye vile vile aliahidi mitume kukaa na wao katika ile kazi aliwapatia mpaka mwisho wa dahari, until the end of time. Wanasifiwe. Ambao hatujui ni nini, akifanya kazi na wao. Wanasifiwe. Ili hadi tunajua kwamba Kristo Yesu alipaa kwenda mbinguni. Wanasifiwe. Yu hai ndani yetu. Haleluya. Kwa hivyo wewe na mimi tunalo jambo la kutendea Mungu Baba. Kwa sababu ya nini? Ni umekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno niliyowaambia. Kaeni ndani yangu. Wanasifiwe. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Wanasifiwe. Hebu angalieni. Kwa hivyo kuna shida wakati ule wewe mwenyewe umeondokea Kristo Yesu. Amen. Kuna shida wakati wewe umejing'oa wewe pekee. Hakukuondoa, wewe ndio umejiondoa. Kaeni ndani yangu. Yesu akasema. Amen. Nami ndani yenu. Haleluya. Wanasifiwe. Hebu angalieni hilo jambo safi. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Kwa hivyo on your own hawezi kuzaa. Wanasifiwe. Unahitaji jambo fulani. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Kwa hivyo peke yako hauwezi kuzaa. Amen. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Haleluya. Mzabibu ni nani? Ni Yesu Kristo, sababu yeye ndio mzabibu wa kweli. Bwana asifiwe. Wajua kuna maandiko mahali yamesema hivi. Hili shina hili, this tree stump ambalo linaitwa shina. Bwana asifiwe. Eti sisi ambao tulikuwa wa mataifa tulipandikizwa, we were grafted. Bwana asifiwe. Tulipandikizwa katika hili shina ambalo liitwalo Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sisi ambao tulitika wa mataifa, the Gentiles. Bwana asifiwe. Nalo hili shina lilikuwa na wenyewe pale mwanzo. Bwana asifiwe. Hawa watu waling'olewa kutoka katika hili shina na Mungu. Na maandiko inaniambia hivi, Mungu akawatia uchungu. Bwana asifiwe. Akawang'oa wale walikuwa wenye shina, akapandikiza watu wengine ambao hawakuwa walile shina. Bwana asifiwe. Mwanzoni walikuwa wanahubiriwa tu wana wa nyumba ya Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu akatuma mitume ulimwenguni mote. Bwana asifiwe. Mhubirie hata watu na wanyama. Bwana ape sifa, wote kwa jumla. Amen. Sasa Yesu amefungua njia. Bwana asifiwe. Lakini mwanzoni ilikuwa tu nendeni kwa watoto wapotevu wa Israeli, mwarudishe nyumbani. Waliona kwa macho, wakasikia kwa masikio, wakamguza, wakampapasa, wakala naye, hata katika mitumbwi samaki walitega. Bwana asifiwe. Lakini hawakuamini. Heri wewe ambaye hukumwona na unaamini. Bwana asifiwe. Heri wewe dada na ndugu.
Katika hili shina imesema hivi, maandiko yamesema hivi, eti hata wewe usiposhika amri katika hili shina na ukikosa mazao katika hili shina, vile vile unaweza ondolewa ukang'olewa. Wale walikuwa wenye hili shina wakarudishwa katika lile shina. Bwana asifiwe. Kwa sababu lilikuwa lao, wakiamini. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujihadhari. Matunda ni mema. Si kusema kwa sababu hapa ndio umeanguka utakaa hapo kama mpati. Ilikuwa ni nini zamani kwa sikia mzee angeanguka au mama anguke anasema ameanguka ati paka kaka yako chukuliwe na kondoo. Kondoo wako wapi siku hizi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kondoo wako. Kondoo sio wanasumbua hata mama kuleta mahuti na huku hivi. Si ndio? Hakuna kondoo. Sasa utakapo umeangalia tu umeanguka chini. Ati uje uchukuliwe na kondoo. Unapenda nyama? Bwana asifiwe. Haleluya. Utakaa tu hapo mzee sababu umeanguka. Tukuchinjwe sababu ati lazima ile kitu ile tusema hapa ati lazima kimokio ndio leo umeanguka. Sasa tutakuwa tunajiangusha mara nyingi sana. Bwana asifiwe. Sasa ni kuku. Mbuzi hakuna. Haleluya. Kwa hivyo hatuwezi kushinda mahala pale tumeanguka. Binti Zayuni, amka ujikumute mavumbi. Bwana asifiwe. Binti Zayuni, amka ujikumute mavumbi. Mahala uangukapo sipo utakapo keti. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe mwenyewe nasema nini hayo maandiko? Jikusanye wewe mwenyewe ukamrudie Mungu sababu ni wewe umeanguka. Bwana asifiwe. Mrudie Mwenyezi Mungu na atakupokelea kweli. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kupoteza ufahamu, bado sio utabaki mahala pale na kuona aibu. Ukiwa unakaa hapa mbeleni hapa kwa kiti cha mbele au cha pili pale hivi, unaenda ukifupika mpaka kule mwisho. Unaenda ukifupika hivi, siku nyingine uonekani. Si ndio? Bwana asifiwe. Hata unafika pale ambie mtoto aniletee bagi yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ni kweli. Amen. Jikumute mavumbi. Bwana Yesu Kristo atakupokelea tena. Hakufukuzi. Haleluya. Asiyekusanya nasi sio mmoja wetu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alikuja kukusanya ili aingize katika zizi. Kwa sababu yeye ndio mzabibu wa kweli. Amen. Kwa hivyo hili tawi nalo haliwezi kuzaa peke yake. Lazima lizae, lazima likae kwa mzabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Amen. Haleluya. Tusipokaa ndani ya Kristo hatuna matunda, hatuna uzao. Mazao yetu ndio kwa aidha ni vita au kugombana au kufurushana au kuwa na nini na usuda mbaya. Bwana asifiwe. Hebu sikiza huko kijijini vile wanasema. Kijijini. Haleluya. Wewe unapita pale kijijini au mzee anapita pale kijijini au kijana yote au msichana yote anapita pale kijijini. Utasikia mtu anasema, "Wewe, mimi huyu siku hizi amebadilika. Si kama nini? Si kama zamani. Kwani ni pesa ziliisha?" Sababu hao ni sasa ukitoka saa moja wasikii vita kwenu. Bwana asifiwe. Hawasikii sauti yako na sauti yako ndio ilikuwa juu zaidi kama mchana usiku. Bwana asifiwe. Na ulipopigi kelele ukiwa barabara lakini kifika kwenu ni kama jiro. Unajua? Wale si wajua watu fanya hivyo. Kule anajua kule atakandikwa, si ndio? Lakini hapa karibu na gate fungua manivunje na hajai vunja hata kitu. Bwana asifiwe. Lakini gate atavunja. Anaenda akishauti huko hivi. Naweza nikawa kanyanga anadai. Unaona hivyo? Sabuni. Haleluya. Hayo sio mazao. Bwana asifiwe. Tunaambisha Kristo Yesu msalabani tena. Bwana asifiwe. Hebu niwaambie. Mtumishi wa Mungu na mpendwa wake ambaye anamwegemeza, sauti yake haitasikika katika njia kuu au katika makutano ya njia. Bwana asifiwe. Mwanzi uliopondeka umevunjika, hata ukata kabisa, lakini ataufunga ili uweze kusimama. Bwana asifiwe. Taa itoao moshi hata izima kabisa, atatia mafuta ili iwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwanzi
umepondeka hivi, ameunyosha, ameufunga. Utaji unaotoka moshi hakuzima kabisa, lakini ametia mafuta ikawaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo ni mtumishi kweli, ambaye sauti yake hapazi kule. Bwana asifiwe. Hata usikiki, lakini ukienda tu Bwana asifiwe, watu wanasema amekunywa aina gani hiyo? Bwana asifiwe. Au uko mgonjwa akilini. Zaeni matunda mema. Bwana asifiwe. Zaeni matunda mema ambao hata mwanadamu yoyote huwezi kumshtaki. Bwana asifiwe. Lakini tukae ndani yake. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Oh Lord God Almighty. Bwana asifiwe. Mimi ni mzabibu, ana declare. Ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bwana asifiwe. Na ndiposa tumejiinua, ndipo tumepiga. Bwana asifiwe. Just because kawale tukanena hivi kidogo. Wale kwenu. Bwana asifiwe. Na wakati hauna mwendo wa pole kama mtu aliyefiwa. Bwana asifiwe. Mwendo wa pole kama mtu ambaye amefanya nini? Amefiwa. Lakini jana hungesimamishwa na watu. Bwana asifiwe. Iko mtu alinipatia habari nyingine hapa, nikawa na masikitiko makubwa zaidi. Ni mtu najua. Na nikiongea hivi nitaongea kwa sababu najua huyu mtu atasema jambo hilo. Wakaanza kwenda kuomba Mungu. Mtu akamuulizaje, nini mnaomba niwapatie? Unajua? Unajua nani? Nani huyo? Mtu akauliza, mnaomba nini? Nini umekosa niwapatie? Imagine ni watu wanaomba Mungu, mnaomba nini? Nini umekosa niwapatie? Amejifanya Mungu? Ni mgonjwa Ashakuwa mgonjwa? Ama amekaa vizuri? Hajakaa vizuri, si ndio? Haya, Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Bwana asifiwe. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo kuwa Kristo Yesu hatuwezi fanya neno lolote. So tunamwegemea yeye na tunamtegemea yeye, tunamtazamia yeye. Bwana asifiwe. And all our hopes ni kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuja kwa matajiri, hakuja kwa wanaojiweza, alikuja kwa wale wasiojiweza. Na hakuja kwa maskini, hakuja kwa matajiri, alikuja kwa maskini wa roho, maskini wa moyo. Bwana asifiwe. Na wale wagonjwa kwa sababu wanataka kupona. Na wakati ule nakubali useme nimesarenda yote Baba kwako. Ikiwa ulikuwa umeokoka umebackslide, ikiwa umeokoka ukaona kwamba hii ni kazi bure, haleluya, na ukajimua wewe mwenyewe, rudi kwake. Mwambie I surrender all. Bwana asifiwe. Nimesarenda kwako Baba. Ulimwengu huu utazunguka maybe mwezi mmoja, maybe hata mpaka mwaka mmoja. Baada ya hiyo ile shida, dhiki, taabu utaiona. Bwana asifiwe. Amen. Hauwezi bila. Bwana asifiwe. Bila mwana wa Mungu hauwezi. Bila Mungu kukuongoza hakuna chochote kile waweza. Bwana asifiwe. Juzi niliketi na watu. Juzi ni jana ilikuwa ni Friday. Nikatembea na watu tukaenda safari mbali. Lakini hata siku hiyo nyingine ndio tupange kwenda safari Friday. Niliangalia. Mmoja akapiga simu. Akasema, tuko na fulani hapa. Hebu njoo muone. Njoo muone. Mwingine hivyo hivyo. Njoo muone. Jamaa akasema una haraka. Akatayarisha kanyama pale hivi. Nikakunywa kajuice. Nikakunywa kajuice kangu pale inaitwaje, mixed berries. Wazee kidogo kidogo hapo wakaitisha mizinga hapo. Wanaitana mimi nije nione. Bwana asifiwe. Tuko na fulani ndio muone. Kila aliyekuja ni wewe. Bwana asifiwe. Haubadiliki.
makakofia, hebu tuangalie vichwa, vipara, sijui ni nini. Mahori, hivyo, kaigangio. Bwana asifiwe. Imondo ya papa inauma. Watu wamekaa, hata wale tulikuwa na wao, wanaugua. Sima, yani kila mtu akona nini, akona shida zake. Bwana asifiwe. Ni nini Bwana unafanya? Bwana asifiwe. Ni nini unafanya Bwana? Sorry. Jina hilo langu sasa kumjua. Bwana asifiwe. Mtajua hilo jina langu niliita. Sasa wakaniita hilo sababu walikuwa wanajua wananiita hilo. Watoto wangu wananijua na mama najua. Wananiita. Yaani nikawa kama picha. Sisi unasikia kile mtu anasema sisi tuko tu. Tuko tu. Na mimi naambia nami niko. Siko tu, mimi niko. Si ati nimekaa tu. Unaona hivi, mimi niko. Because na maanisha kile na maanisha niko. Si niko tu. Bwana asifiwe. Hao watu tuliokaa na wao na tukaenda nao pia huko pale safari. Mmoja alikula, tukaenda tukakula breakfast. Kule tulifika, maana mimi nilitoka nyumbani kitu kama saa 11 asubuhi. Tukasema tupatane huko, kaenda. Wakaja wakakuta kila breakfast pia wakala breakfast. Punde tu mmoja amekula breakfast. Tumetembea akasema, "Ai, nimekunywa." Akasema kwa hiyo alitumia jina Kikuyu, amekunywa na kitu. Nini nimekunywa? Mumo na nini? Ni ile breakfast nimekula unajua sasa, mguu kaanza. Ni gout. Ati hali nyama nyekundu, sijui hali nini. Sasa alikula bacon na mayai na sausage. Bwana asifiwe. Mwingine akaniambia hivi, hakika ndani yangu nilikuwa na gugumia na ombi Mungu Baba waponya. Na waachane hizi vinywaji. Lakini hata ukisikia ni pombe hawaachi kunywa. Akaniuliza ushakuwa na gout, siku gani? Nikawauliza. Na siku nilikuwa nakunywa, nilikuwa nakunywa nini? Hebu tuone ushahidi twende kotini. Alikuwa anakunywa nini? Nani shahidi? Bwana asifiwe. Wewe uko unakunywa sana mpaka asubuhi. Na mimi nikamwambia, nikasafishwa. Bwana asifiwe. Nikasafishwa nikakubalika. Hao watu waliugua. Haka nikaambia Joyce, fulani anaugua hivi. Huyu mwingine hivi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa sisi tumekuwa wapotovu. Tumeacha njia za Mwenyezi Mungu na tukaenenda na njia ambazo sio za Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Mimi niliwaambia, hebu tazameni niwaambie kitu. Mimi una mbuzi kutoka pua mpaka mkia. Bwana asifiwe. Na mkisema hili ati lazima kila mara nitoe mbuzi ya mara, sitoi. Bwana asifiwe. Nitoe mbuzi ndio nikule mara ya mbuzi. Mara inatoshanaje hii? Hapa tutoe mbuzi mzima hivi. Gambia hata hiyo nitatoa nitakula mara. Bwana asifiwe. Wewe utakuja kutoa, sitoi. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya nini hautoi? Mimi nilifanywa dua moja na ya mwanzo na Bwana wetu Yesu Kristo. Akanifia kwa sababu ya hizo laana, ati huwezi kula mara mpaka utoe hii. Siwezi kana. Unasikia mtu Marcus, ushasikia hiyo jambo? Hatuwezi kukaa na wazee. Hatujatoa mbuzi. Bwana asifiwe. Kwa nyumba yako unaitwa mama? Unaitwa nani? Baba. Basi, unasikia? Anaitwa mzee. Lakini haina mali pengine na ngo ati tunataka kukufanya mzee. Sasa unashindwa aje hii? Unajua mtu anaweza kuwa na kitu mbaya hata kufikiria vibaya. Mimi ni mama ama huyu ni mama ama. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumeitwa wana wa Bwana wetu Yesu Kristo, wa kike na wa kiume. Bwana asifiwe. Na hizo laana zote tulibebewa. Eti mbuzi nitakuwa kutoka pua mpaka mkia bila kubakisha kitu yote inajua hapa ndani. Kile nitatupa nini inaitwaje kale kali
Nyongo ndio natupa. Hiyo ingine nyinyi rogeni, rukarukeni juu yake, lakini mnipatie. Bwana asifiwe. Nitaenda kwangu kuila. Amen. Kwa sababu laana tumeondolewa. Niwaambie kwa nini? Yesu Kristo ndani yangu, nami ndani yake. Bwana apewe sifa. Na naweza yote kwa ajili yeye yuko ndani yangu. Kwa sababu hiyo, kama hako ndani yako hauwezi. Bwana asifiwe. Kama hako ndani yako hauwezi, lakini akiwa ndani yako waweza yote kwa ajili yeye Bwana. Bwana asifiwe. Na hizo laana muondoe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ati niliambiwa nikipita karibu na hii kaburi nisiangalie, tilipita hivi. Watu naka ati napita hivi. Hata nisifanye kidole hivi. Fanya hivi. Ati kaburi hainyosheni. Ati ukifanya hivi unaenda. Bwana asifiwe. Believe. Yesu yuko wapi? Akuondole hayo mambo ya kale. Akupe mengine mapya kwa ajili yeye ni ndani yako. Bwana asifiwe. Hebu sikizeni neno hili. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Mtu asipokaa ndani yangu, Yesu anasema, hutupwa nje na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Na ndio mnaona tupo wakati mwingine tunafungika. Mtu asipokaa ndani ya Kristo Yesu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Unakauka huko na unapishia huko. Bwana asifiwe. But in Jesus we are alive. Bwana asifiwe. Kwa Kristo Yesu tu hai. Ukiwa huku nje, wewe ni mti mkavu, wewe ni matawi yaliyonyauka, yamekauka. Wewe haujaona watu. Uishi kama watu ambao wamefiwa na ili ama wamekufa, lakini wako hai. Kwa sababu hawana mwanadamu ndani yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Kaeni ndani ya Kristo, naye kae ndani yako. Si hapa tu dakika hii. Si hapa dakika hii. Kuna watu kanisani wamekwisha. Lakini akishatoka pale nje, hata muulize ni kitabu gani tumesoma. Nani ilikuwa ni gani? Ilikuwa ni gani? Ni Mathayo. Hata ingine ni Wanjiko. Kwa sababu hata juu vitabu ni vipi. Bwana asifiwe. Palitokea dada moja akatuambia tumepewa kitabu na Roho. Akasema kitabu hata kiko kwenye Biblia. Joyce, you remember that? Unakumbuka? Alisema kitabu kipi? Hagara. Hagara. Alisema tumepewa kitabu ya Hagara, ni Roho. Waacha watu waende kwa Biblia. Mungu anarudi pale kwenye neno. Hagara. Unarudi tena pale hivi mwanzo ni mpaka pale Ayubu unakosa. Unaingia New Testament. Atumesema nini? Na kama mkali. Basi mimi na watoto na watu wengine tukaanza kusema labda Biblia zetu ni mbaya. Tukamwambia wewe toa. Hata yeye haoni. Akasema Mungu anapenda kunichezea sana. Gani? Mungu hakuchezee. Bwana asifiwe. Mungu hakuchezee. Hakika madakika hivi kisha tukitafuta. Lakini gani? Wanabii mtatuonesha shida. Bwana asifiwe. Kaeni ndani ya Bwana hamtakosea. Bwana asifiwe. Kaeni ndani ya Bwana hamtakosea. Sikizeni Roho wa Bwana bila yanavyo. Haleluya. Roho wa kweli, yeye yule aliyemtoa Bwana Yesu Kristo katika kaburi. Hamtakosea. Roho msaidizi. Bwana asifiwe. Ati watu huyakusanya kuyatupa yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Haleluya. Ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Haleluya. Bwana asifiwe.
Nani ambaye hangetaka kupokezwa na Bwana? Ni nani ambaye hangetaka kupewa hata utajiri zaidi? Manake wengi umeomba kwa ajili ya nini? Nimekaa kwa Bwana na yuko ndani yangu. Haleluya. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu yakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi, haleluya. Haleluya. We are here now, tuko hapa sasa. Ninyi mkikaa ndani yangu, Yesu ananena, na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Bwana asifiwe. Na maneno yake yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Bwana asifiwe. Ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Bwana asifiwe. Lakini hapa kuna masharti. Haleluya. Ninyi ukikaa ndani yangu. Amen. Ukikaa ndani yangu. Bwana asifiwe. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Bwana asifiwe. Ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. As long as mradi tu tukae ndani yake na maneno yake Yesu Kristo yawe ndani yetu. Bwana asifiwe. Si nje, yawe ndani yetu. Hakika anasema ombeni lote nanyi mtatendewa. Bwana asifiwe. Ombeni lote nanyi mtatendewa. Usiseme ati kwa sababu uliangukia labda kashamba uliuza kitu ulipata ati sasa hiyo umefanywa vizuri. Bwana asifiwe. Sasa ndio uisha wanze tena aiwisha nini? Heri ningelijua. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Bwana anavyotaka watu wake, matawi yenye mazao yakae. Bwana asifiwe. Matawi yeye akiwa yu hai, nao matawi yako hai. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nifurahi kwa sababu wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikaa mbinguni akaenda kwa Bwana akiwa kimwomba, alimwambia hivi: hawa ulionipa wote wako. Bwana asifiwe. Wale wote ulionipa wote wako. Hakuna hata mmoja amepotea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo amelikusanya lile kundi na sasa amelipeleka kwa Mungu Baba. Wote wako. Isipokuwa ni yule mwana upotevu, yule msaliti, Yudasi. Bwana asifiwe. Basi Yesu alisema wote ulionipa. Kwa hivyo hata kuondolewa kwake Yudasi ilikuwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu alisema they were all 12. Na alipoenda huko ilikuwa less one. Na hata wale 79 waliposikia habari ya kunywa damu na kula mwili wa Yesu Kristo walisema wa tonya lirai. Bwana asifiwe. Atitule na tunywe mtu. Na tuwezi kula nyama ya mtu, wakamwacha. Bwana asifiwe. Wale aliochagua. Sikizeni niwaambie. Kristo Yesu alisema fulani nifuate, fulani nifuate, fulani wacha kazi yako nifuate, wewe mvuvi wacha hivyo hivyo. Akawachagua wote. But you can see, waweza kuona ukaangalia hivi. Alipoenda mbele ya Mungu Baba alimwambia wale wote ulionipa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile choice alikuwa akifanya ni Mungu Baba alifanya afanye hiyo choice. Bwana asifiwe. Wewe nifuate Peter. Wewe Yohana nifuate. Baba nifuate. Nani fulani nifuate. Bwana asifiwe. Wote binashara wote wakamfuata. Na hata alipoondoka huyo Yudasi, hakuna Mungu akumuuliza wapi yule Yudasi. Bwana asifiwe. Alisema wale ulionipa. Kwa hivyo mabaki, the remnants, Bwana asifiwe, mabaki ndio hawa, masalia ndio hawa. Amen. Na akasema mimi siombei ulimwengu, naombea hawa. Haleluya. Mimi siombei ulimwengu, Yesu Kristo akasema nawaombea hawa. Manake anajua ni moto ameakisha huku duniani. Bwana asifiwe. Haleluya. Dada, ndugu mpendwa katika Kristo Yesu, leo hii haijalishi kwako nini inafanya. Hata pepo atembelee tu, hata wapige hodi. Bwana asifiwe.
Hata usikiwa kiruka kwenye mablanketi, kaza blanketi vizuri kama hema. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie kanyaga sana. Manake ni muda tu amepewa. Atafanya hivi, yule anafanya hivi. Lakini wakati Mungu atainuka na kumrudi, utamhurumia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakanyage sana, wapige hodi sana, hata mawe itupwe, hata wasionekane wala wanatupa mawe, hata sufuria ijipike, hata kitaka kutupakulia chakula, wacha itupakulie. Bwana asifiwe. Yes, mimi kwa hivyo utaiambia hata hiyo pepo, mimi ni boss. Bwana asifiwe. Nilimwambia nipikie ama nipakulie. Bwana asifiwe. Ninafikiri na kutisha. Oh yeye kule duniani kuna shida. Manake shetani na malaika wake walitupwa duniani. Bwana asifiwe. Lakini Bwana ako na wale wote wanaoamini. Bwana asifiwe. Yeye ndani yako pepo hana ruhusa ya kukugusa. Ni wewe ukubali pepo akuguse. Bwana asifiwe. Haleluya. Si amekupa ruhusa. Ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. As long as uko ndani ya Kristo Yesu na ndani yako. Bwana asifiwe. Ombeni usaidizi, msaada. Haleluya. Chochote nitakacho. Yes. Nimefunguliwa mlango. But nisifungue mlango hivi wa shetani kuingia ndani ya nyumba yangu. Bwana asifiwe. Niwe tu bado mimi ni tawi na niwe na mazao. Haleluya. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo oh Lord. Bwana asifiwe. Hebu sikiza vile Kristo anasema. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Haleluya. Sign, seal and deliver. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo hutukuzwa Baba yangu vile ameona kweli mwana wake Yesu Kristo wa pekee, kazi yake amekamilisha, amewapokeza. Bwana asifiwe. Kuna wakati alisema hivi kwa Mungu Baba, yale yote ulionipa niwapatie hawa. Bwana asifiwe. Yale yote ulionipa nimewapa hapa, niwapatie hawa. Haleluya. Na wote wako, hata mmoja hatapotea. Bwana asifiwe. Na ukitaka kujua mambo hayo ya kweli kabisa, amemaliza na kusema auombee ulimwengu hawa ulionipa. Lakini leo sikizeni, nipatia habari mpya. Lakini sasa vile mimi naja kwako, nimekuachia mkononi mwako Baba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Yesu ana crown everything. Hawa ulionipa hawa, hakuna hata mmoja amepotea, na ndio hawa. Na sasa sababu mimi naja kwako, nami sasa nimewapokeza mkononi mwako. Amen. Kwa hivyo God is in control. Bwana asifiwe. Mungu Baba yuko usukani. Haleluya. Kile ambacho ni cha mwana ni cha Mungu, na cha Mungu ni cha mwana. Bwana asifiwe. Na ni cha Roho Mtakatifu, manake hawa watatu hawaachani, they are one. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niendapo kuomba na sina tashwishi ndani yangu, naomba lote nami nitendewe. Bwana asifiwe. Na siombi kwa ushindani, na siombi katika manunguniko. Sasa angalia nani nani, unaona wewe kuwa nazo mingi, wacha niwe na zangu chache, but hivi karibuni na kufikia. Bwana asifiwe. Na sishindani na wewe, naomba kivyangu. Bwana asifiwe. Siombi kama fulani, najua kama hiyo ndio mwisho wako wa kupewa, nami nifike tu hapo umefika. Atonya. Bwana asifiwe. Nitaomba ili Mungu Baba atupokeze. Bwana asifiwe. Na katika hiyo njia anasema hivyo ndivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana. The more tunazaa dada na ndugu, Mungu anatukuka. Bwana asifiwe. The more uko na matunda mema, Mungu anainuliwa. Bwana asifiwe.
The more wewe unazidi kuzaa hayo kwa sababu wewe ni tawi. Bwana asifiwe. Nasi tutakuwa wanafunzi wake. Bwana asifiwe. Wakati anakuita mwanafunzi ni nini? Anakuwa anakufunulia mambo ambayo hata hujai kuona au mtu mwingine hajai kuona. Bwana asifiwe. Mwanafunzi, niwaambie jambo leo hii, ni ufunuo. Bwana asifiwe. Mwanafunzi ni ufunuo. Si ati leo hii unakuja na unanifundisha A B C D E F. Kesho nikija A B C D E F. Bwana asifiwe. Hatupitaji F. Bwana asifiwe. Hatupiti F. Anakufundisha mengi zaidi. Anakufunza kwa sababu ya nini? Anataka kesho nawe uwe unafunza mwingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kumfanya huyo mwanafunzi wake Yesu Kristo na hayo matunda. Bwana asifiwe. Tusikae tu. Let us not become just mere hearers. Tusije tu watu wa kusikiza tu, lakini tuwe watendaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu Baba anawapenda na angazie nuru ya uso wake leo na hata milele. Amen. Asante.